Wakazi wa mitaa ya Msasani na Muhuki katika halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara wameiomba serikali kujenga daraja la kudumu katika mto Fahi ili kuondoa changamoto na hatari inayowakabili wanafunzi wa shule ya msingi Sheikh Zia Mruki. Takribani wanafunzi 200 wanalazimika kuvuka mto huo kila siku wakielekea shuleni kwa kutumia daraja la muda lililojengwa kwa mbao na miti, hali ambayo imekuwa ikiweka maisha yao rehani hasa wakati wa mvua au kuongezeka kwa maji ya mto huo. Mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo, Bakari Saidi, amesema daraja hilo limekuwa msaada mkubwa kwa zaidi ya miaka mitatu kwa wakazi pamoja na wanafunzi, lakini kwa sasa limeanza kuwa hatari kutokana na baadhi ya mbao na miti iliyotumika kuanza kuoza. Aidha, amesema kuwa ongezeko la watumiaji wa daraja hilo limeongeza hofu ya kutokea kwa ajali iwapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Wakazi wa maeneo hayo wanaiomba serikali na wadau wa maendeleo kuwasaidia kujenga daraja la kudumu litakalohakikisha usalama wa wanafunzi pamoja na wananchi wanaotegemea njia hiyo kila siku. Nikiripoti kutoka katika chumba cha habari, mimi ni Ganji Mashaka wa Dar es Salaam, Tanzanite TV. Mariamu Hamisi, natokea Mruki. Sisi wa mama nimesema tunateseka kwa ajili ya watoto. Watoto hawa ni wadogo, watoto wa chekechea, la kwanza, la pili, la tatu, mwisho. Hasa wale watoto ni wa kusindikizwa. Huku tumeweka mbao kweli ziko zina madirisha. Watoto wetu mnajua ni watundu, wanacheza njiani, wanasukumana bila kuwasindikiza watoto, tunaogopa. Huku watu wanaletaga maiti, zinaletwa na maji wanaweza kashangaa kitu kidogo ukuta mtoto amedumbukia. Mbao zimeoza. Serikali kila siku inakuja hapa, wanakuja kuangalia, lakini majibu hatupati. Kilio chetu tunasema serikali tuangalie sisi, watuhurumie sisi wazazi. Wazazi tunaumia, baba anafuata watoto. Wa mama ndio tunaumia, unaacha kazi kwenda kutafuta riziki, unakimbia kuja kungojea mtoto ametoka shule, anaenda shule. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu tukumbuke, turushie daraja ngambo hii ya Msasani na ngambo ya Mruki, tuungane. Tunaomba sio sisi tu peke yetu watoto, hata watu wazima, wazee wanapita, pikipiki zinapita. Hapa ni njia ya shortcut. Tunaomba wanafunzi wanaenda shule VETA wanakosa njia. Watoto wanapata shida utelezi. Kama wewe mwenyewe umeshuhudia leo utelezi hapa, pikipiki inashindwa kupita. Je, watoto wanapitaje hapa? Serikali tuangalie kilio chetu, mbona tumechoka? Watuone sisi Mruki na sisi pia ni Watanzania. Kwa nini watu angalie na sisi watu wa Mruki tuko fungu gani? Mruki pia sisi pia ni wana Babati. Ni watu ambao tunatakiwa na sisi tuwe na maendeleo. Maendeleo yetu yanatokea wapi kama serikali yetu ituangalie? Na hawa wanafunzi ndio taifa la kesho. Tusaidieni. Naitwa Agustino Baloho, ni mlinzi wa shule shikizi ya Mruki na ni mkazi wa mtaa wa Mruki. Ombi letu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni watuone kwa jicho la tatu, kutuwekea daraja la kudumu, maana hii mbao zinaoza. Alafu tunapata kazi kubwa sana kuwasindikiza watoto kwa sababu ya utelezi. Na kuna hatari hapa kwenye hii mto ukijaa, maana maji yanatoka ziwani. Maji mto Fahi ziwa ikisha tema, hapa ni mafuriko, yani ni mafuriko mbaya sana. Tutakuja kupoteza watoto baadaye. Mimi naitwa Bakari Saidi, naishi mtaa wa Mruki, ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya Mruki ambaye ni shule sikizi, ambaye mwaka jana ndio tulianza hii shule. Kwa kutokana watoto walikuwa wanaenda mbali. Sasa changamoto tulioipata kwa sababu shule hii inakutanisha mitaa zaidi ya miwili. Kuna watoto wanatoka Mruki wanakuja Msasani. Sababu hii sehemu huku wanaita Msasani. Na huku shule tuliojenga ni shule sikizi. Na ndio shule ambayo ilikuwa karibu. Kwa sababu watoto wanasoma Msasani ni kilomita zaidi ya 4 wanakwenda kule kwenye shule zile za mbali. Ukienda shule ya Sinai kuna kilomita zaidi ya 3. Ukienda shule ya Babati mjini zaidi ya kilomita 2. Sasa hii hapa kutoka Msasani kwenda shule ya shikizi ya Mruki ni kilomita 1 tu. Tayari watoto watakuwa wameshafanyaje? Tuliamua kupambana kujenga hili daraja kama nguvu za wananchi, tukishirikiana na diwani wetu wa kata ya Maisaka, na kweli tulifanikisha. Baada ya kufanikisha, kama hali halisi unavyoiona ndugu mtangazaji, hapa sasa hivi hizi mbao ni mbao za kuoza, sio vitu vya kudumu. Kwa hiyo wakati wowote, muda wote unaweza kupata majanga. Sasa tunaiomba serikali yetu
iweze kutuangalia juu ya hili daraja, itusaidie, itujenge ili turahisishe, kwa sababu sio watoto, ni watu wengi wanapita hapa, hasa kipindi hichi cha majanga ya mvua, kwa sababu maji yakijaa hapa huwezi pita, kwa sababu mvua ikinyesha lazima wazazi tujitolee, tuje tusimame hapo kuangalia usalama wa nini wa watoto, kwa sababu watoto wetu ni wadogo, saa yote muda wanaweza wakapita wakaanza kucheza, na bila wazazi kuangalia tunaweza tukapata majanga. Tunaomba ituangalie juu ya hili, kwa sababu ni muhimu sana. Hii sehemu ni mbaya kama unavyoona ndugu mtangazaji, kama ulivyoichungulia. Kwanza ni sehemu mbaya, ni sehemu inajaa maji. Kwa hiyo mvua zikinyesha hapa huwezi pita. Watoto ni wadogo sana. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie sana. Mimi ndio Abdillahi Rajabu, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Mruki. Bado sio salama, sasa hivi maji yameshajaa. Hili ziwa limeshatapika. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunaona kama sio salama. Kama kuna uwezekano serikali watatusikia, watusaidie ili daraja ikiwezekana liboreshwe.